tunaweza tukamaliza hizi seminar kutoka Tabora. Nabarikiwa sana. Mungu akubariki. Neema kutoka Tabora. Dar es Salaam, Mungu akubariki sana. Dar es Salaam tutakuwa na seminar Jumapili ya wiki inayokuja kuanzia saa 6 mchana na Jumatatu kuanzia saa 11 jioni. God bless you. God bless you. Invite your followers all the way from Tabora. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Geita je? Yes, pia kama uko Geita, nilisema mahali popote pale ulipo, nilisema just arrange yourself. Jiarrange, mnaweza mkaandaa seminar, mkatupa taarifa, alafu tukawapa utaratibu ni nini cha kufanya, then tukaona namna ya kuandaa hizi seminar. Yes, Tabora, Geita, kama mpo kwenye kikundi, au unaweza ukasema mtumishi, nataka kuandaa seminar na support kiasi hiki, then yes, tutajua ni nini cha kufanya. Mwanza, huyu ni AG Mwanza. God bless you from Mwanza. Kumbuka nimesema Mwanza pia wanaandaa seminar. Kwa hiyo join them ili kuweza kuelewa wenzako wamefika wapi kwenye maandalizi. Tafadhali niandikie message kwenye namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0764205871. Niambie kwamba niko sehemu fulani, nataka kuelewa wenzangu wamefika wapi, nataka kuwajoin, kwa support, tuwe na nguvu moja ili tuweze kukamilisha maandalizi ya seminar. Then nitakuunganisha na wale wenye viti wa hii mikoa: Mwanza, Dodoma, Mbeya, Arusha, Moshi, wote wanaandaa seminar. Kwa hiyo tumestaki, tunahitaji support yako, tunahitaji utuwezeshe. Kwa hiyo please just njoo WhatsApp ili tuone tunafika wapi. Njoo WhatsApp ili tuone tunafika wapi. God bless you. 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 Mungu akubariki sana. God bless you. Karibu nizungumze na wewe jioni ya leo. Bila shaka umekuwa pia na wakati mzuri. Bila shaka umekuwa na wakati mzuri. Bila shaka pia umekuwa na wakati mzuri. Nafahamu kabisa kwamba wengi mko nyumbani. Kwa ni muda mzuri wa kuweza kuzungumza na wewe. Kamata kalamu yako, kamata daftari, kamata sehemu ya kuweka notes. Alafu natamani hiki nitakachokizungumza pia ukiweke kwenye matendo. Hiki ninachokizungumza ukiweke kwenye matendo. Ukiweza kuomba pia omba. Ukiweza kuliombea omba, ng'ang'ana. Ukiweza kuomba pia omba. Lakini pia tuko na maombi yale ya wajawazito, wale wanaotafuta uzao. Tuko na maombi yale ya wale wanaotafuta uzao, na leo ni siku ya 3. Tumeanza na wale wanaotafuta uzao, wanatafuta fruit of the womb, uzao wa tumbo. Mtu pengine amekuwa na miscarriage, kila akibeba mimba inatoka. Mwingine amekuwa na shida, amekaa kwenye ndoa muda mrefu, hana uzao. Madaktari wamesema hiki. Trust me, wana wa Mungu, mambo yote yanaanzia rohoni. Kila kitu kinaanzia rohoni, na ili tuweze kukimaliza lazima tuweze kwenda kwenye ulimwengu wa roho ambao ndio source ya mambo yote. Nimeona watu wengi ambao wanaambiwa kwamba hawawezi kuzaa, ni tasa. Madaktari wamesema hivi, hawaoni tatizo. Mwanaume hana shida, mwanamke hana shida. Wakati mwingine unakuta wamesema mwanaume ana shida. Trust me, wana wa Mungu, mambo yote huwa yanaanzia rohoni. Na ndio maana Mungu ameamua kwamba wale wote wanaotafuta uzao wa tumbo tukae kwenye maombi siku 30. Kumbuka Mungu alitupa kwamba kila siku tuwe tunakiri kwamba mimi ni mjamzito. Ndani ya siku 30 kila siku huo unakiri kwamba mimi ni mjamzito. Nikakwambia sababu ya kukiri vile ni ili lile neno liendelee kuzaa kitu kwenye ulimwengu wa roho. Kila siku utakapokuwa unakiri mimi ni mjamzito, kwenye ulimwengu wa roho hilo neno linazaa kitu. Lakini pia Mungu akaenda mbali akasema kila siku tuwe tuna ombi moja la kufanya.
Tumeanza day 1, leo tuko day 3, na day 3 leo tulipewa mafunuo ya kuombea maji kupitia lile andiko nililolitoa. Nikasema baada ya kuombea hayo maji, hakikisha unayanywa kwa ajili ya kusafisha tumbo lako. Hakikisha unayanywa kwa ajili ya kusafisha tumbo lako. Lakini pia Mungu akatuambia kwamba kila siku tuwe tunatolea sadaka. Kila siku ndani ya siku hizi 30 tuwe tunatolea sadaka. Kwa nini tufanye hivyo? Nilikwambia ni kwa sababu huwezi ukajua ni siku gani ambao Mungu anataka kuikomboa. Hujui ni nini kilitokea. Kwa hiyo kuna siku ambao Mungu anataka kuikomboa hapo kupitia ile sadaka yako. Kwa hiyo just do it. Namwamini Mungu sana. Namwamini Mungu sana juu ya wale ambao wanafanya yale mambo maombi ya wajawazito. Namwamini Mungu sana. Namwamini Mungu sana. Imani yako iwe ni kubwa sana. Wana wa Mungu, ngoja nizungumze hivi. Pengine nizungumze tena na wale wanaofanya yale maombi ya wajawazito. Unaweza ukafikiri kwamba maombi ya siku 30 ni kazi kuyafanya, lakini once umeamua, once umedhamiria ndani, sio kitu kigumu. Once umeamua, once unaelewa ni nini unatafuta, ni nini unataka, sio jambo zito kwako kufanya. Mimi pengine pamoja na kwamba sikutangaza kwamba watu wafunge, mimi ningejua ukubwa kile kitu ninachokitafuta, alafu nikajua ni nafasi Mungu ametoa kwangu kunisaidia, mimi ningeweka na mfungo juu. That means ndani ya hizo siku 30 ningeweka mfungo juu. Kwa hiyo it is up to you. Wewe unayeomba ni juu yako kuamua kwamba unafanya nini kwenye haya maombi. Wewe unayeomba yale maombi ya siku 30 ya wajawazito, ni juu yako kuamua kwamba unataka kufanya nini kwenye haya maombi. Ngoja nijaribu kuweka jambo hili. Wakati mwingine mtu anaweza akaingia kwenye ndoa halali kabisa, akaingia ndani ya hiyo ndoa, ghafla akawa labda wazazi hawamtaki au wakwe hawamtaki huyo mtu, au roho za ile familia hazimtaki. Spiritually huyu mtu atakuwa blocked. Spiritually huyu mtu atakuwa blocked kwenye uzao wa tumbo. Kama hakukubalika kwenye huo ukoo, spiritually anakuwa blocked, hatapata uzao. Niliwahi kusema tena siku moja kwamba wakati mwingine unakuta mtu amechukua binti ya mtu anaishi naye tu. Spiritually inasomeka kwamba umeiba yule mtu. Inaweza ikasababisha pia ukawa blocked kiroho. Wakati mwingine watu wanaokunenea mabaya, tuone hata kama atazaa, inakublock kiroho. Kwa kuna source nyingi sana, kuna sababu nyingi sana. Wakati mwingine pengine mama alikukabidhi kwa roho, kwa hiyo una roho ya kiume au una roho ya kike aliyekuoa hataki uzae kimwili. Kuna source nyingi sana. Kwa hiyo tunachokifanya sisi kwenye haya maombi, tunakuja kuondoa zile blockage zote za kiroho. Mimi naona ni maombi yenye nguvu sana. Just do it. Fanya kwa imani. Niliwahi kusema mtu ana uzao mmoja tu, alipata mtoto mmoja, kupata watoto wengine ni shida. Ana mtoto mmoja na miaka 15, ameng'ang'ana kupata tena watoto wengine ni shida, hapati tena. Ni shida tayari kiroho. Join this prayer. Mtu ana aina moja ya uzao tu, tayari ni shida kiroho. Join this prayer. Kwa wale ambao wanamwamini Mungu kwa habari ya uzao wa tumbo, take this prayer serious. Chukulia maombi haya serious kabisa. Leo ni siku ya 3 tumeenda. Na nilisema kila siku hakikisha unaniandikia message kwamba mimi ni mjamzito. Unakiri mimi ni mjamzito. Unapokiri mimi nashindilia ule ukiri wako. Kila siku na imani yako iwe ni kubwa sana. Tafadhali pia kama unafahamu mtu ambaye ana shida ya uzao, hajaelewa haya maombi, bado hajachelewa, mwambie join. Mwambie kuna maombi yanaendelea sasa, join haya maombi, yatamsaidia. Mimi na uhakika kabisa yatamsaidia mtu. Inaweza ikawa ni mke wako haamini katika maombi, omba kwa imani kwa ajili ya mke wako. Inawezekana ni mume ana shida, sio wewe mwanamke una shida, omba kwa bidii kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya mume wako. Kwa hiyo waeleze wale ambao wana matatizo ya uzao, wana matatizo ya kupata watoto, kwamba kuna program tumeianza, bado hawajachelewa. Ni maombi ya siku 30, bado hawajachelewa. Yes. Direct niende kwenye ile pointi ambayo imenisababisha nije kwako jioni ya leo. Niende kwenye ile pointi iliyonisababisha nije kwako jioni ya leo. Yes, my daughter anakumbushia my daughter huyu ni Heaven Light, anakumbushia watu kama huko kwenye mikoa niliyoitaja, Mwanza, Arusha, Dodoma,
Mbeya, Mwanza, Arusha, Dodoma, Mbeya, Moshi, hao wanaandaa semina. Kwa kama unataka kushiriki hii baraka ya kuandaa semina, unasema hii baraka isinipite, mtumishi, nataka ni wasupport. Inawezekana pia hauko Mbeya, lakini unataka kusupport Mbeya ili waweze kuandaa hii semina. Hauko Mwanza, unataka kuwasupport. Hauko Arusha, unataka kuwasupport. Hauko Moshi, unataka kuwasupport. Panda mbegu yako. Wana Mungu, mbegu yoyote iliyopandwa kwa ajili ya kazi ya Bwana huwa haipotei. Mbegu yoyote iliyopandwa kwa ajili ya kazi ya Bwana huwa haipotei. Kwa kama unataka kushiriki hizi baraka, niandikie message, mtumishi, nataka kusupport semina ya Mbeya, nataka kusupport semina ya Moshi, nataka kusupport semina ya Dodoma, nataka kusupport semina ya Mwanza, nataka kusupport semina ya Moshi. Niandikie message, then mimi nitakuunganisha na hawa wenye viti. Morogoro, yes, Morogoro pia wanaandaa semina. Kwao tuna Moshi, tuna Arusha, tuna Dodoma, tuna Mwanza, tuna Morogoro, tuna Mbeya. Mikoa hii 6 inaandaa semina. Kwao kama uko kwenye hiyo mikoa, niandikie, au uko hata nje hiyo mikoa, lakini unasukuma kusupport, kuwasaidia wamalize gharama za kuendesha hizi semina, niandikie message kwamba mtumishi, nataka nitoe mbegu yangu kwa ajili ya kusupport mkoa fulani, nataka kusupport Mbeya, nataka kusupport hiki. Niandikie message, alafu nitakuunganisha na wale wenye viti, wa kwenye hiyo mikoa, ili uweze kusupport. Usiache kuniandikia message. Nambari ya kuandika message ni WhatsApp 0764 2058 0764205871. Andika tu WhatsApp message kwamba mtumishi, nataka kusupport semina ambazo ziko kwenye maandalizi. Ukiguswa kusema ni mkoa fulani, niambie, nitakujoin na wenzako. God bless you. Direct niende kwenye ile point ninayotaka kuizungumza. Jioni ya leo nikiwa ninatafakari juu ya jambo fulani. Kuna jambo nilikuwa nalitafakari. Ghafla kwenye akili yangu kukapita wazo la dada mmoja ninayemfahamu, ambaye ni mtoto wangu wa kiroho. Amekuwa akisupport huduma sana, amekuwa akisaidia huduma sana, amekuwa akijitoa sana, lakini ghafla wazo likapita kwenye akili yangu, aina ya maisha anayoishi sasa. Mtu alikuwa na uwezo sana, naelewa uwezo wake, ni anafanya kazi, alikuwa na uwezo wa kusupport semina, hata wakati mwingine alikuwa anaweza akaamua analipia semina mwenyewe. Kilichonifanya hilo wazo lipite kwenye akili yangu au nimfikirie ni kwa aina ya maisha anayoishi sasa. Kwa lile wazo lilipopita kwenye akili yangu, ghafla Mungu akaanza kunipa revelation juu ya kile anachokipitia. Mungu akaanza kunipa mafunuo juu ya kile anachokipitia. Ni mtu ambaye anapita kwenye hali ngumu sana kiuchumi sasa. Wana Mungu, nisikilize. Kila kitu kinachoendelea kwenye maisha ya mtu leo, hilo jambo linaloendelea leo lina chanzo chake kwenye ulimwengu wa roho. Jambo lolote linaloendelea kwenye maisha yako sasa ni matokeo ya kitu ambacho tayari kilishaendelea kwenye ulimwengu wa roho, au kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho sasa. Huyu dada niliyemzungumzia ni anapita kwenye hali ngumu sana kiuchumi. Nilipokuwa na waza juu ya hali anayoipitia, Mungu akaanza kunifungua macho, akaanza kunitazamisha kwa upana zaidi. Nikagundua kwamba watu wengi wanapita kwenye hali ngumu kiuchumi. Hawakuwa hivyo. Watu wengi wanapita kwenye hali ngumu kiuchumi sana. Ukiangalia, kuna watu waliokuwa na maisha fulani,
Kuna watu waliokuwa na biashara fulani, biashara zilishakuwa sana, kiuchumi walishaenda sana, kimaendeleo walishaenda sana. Watu walishawahi hata wakati mwingine kuwa na maduka makubwa hata 5. Mtu alishaenda sana, kiuchumi alishaenda sana. Lakini sasa ni mtu anapita kwenye hali ngumu ya kiuchumi bila yeye mwenyewe kujua sababu kwa nini ameyumba hivyo, kwa nini ameshuka hivyo. Kwa nini? Ni kama uchumi wake hauendi tena, ni kama anasogea kidogo kidogo kiuchumi, ni kama anatambaa, ni kama kuna spirit of snail, roho ya konokono imeingia kwenye uchumi wake. Wengine milango imefunga totally, watu wengine kiuchumi milango imefunga totally. Mwingine haelewi tena kinachoendelea kwenye maisha yake. Mtu haelewi tena kinachoendelea kwenye maisha yake. Alright. Watu wote waliojikuta kwenye status hizi, manake hali ya uchumi imekuwa ni mbaya sana. Haikuwa hivyo mwanzo. Hali yangu ya uchumi ni mbaya sana. Wakati mwingine naona sio mbaya sana, lakini sioni tena kama ninaenda mbele. Ninaona kama ninayumba. Ninaona kama ninashuka. Sielewi ni kitu gani kimetokea. Sielewi ni kitu gani kimetokea. Naona nikishuka, naona nikiyumba, sioni nikienda tena mbele. Kila mlango wa fedha ninaojaribu kufungua ni kama unaniletea hasara, au ninayumba au ninakosa kabisa. Watu wote wanaopita kwenye situation kama hiyo, lazima tuelewe kwamba kiroho kuna source ya kila kitu. Spiritual kuna chanzo cha kila kitu. Mpaka ujikute kwenye hali ya kuyumba kabisa, nimekosa kabisa, sina kabisa, lazima uelewe kwamba kuna kitu kilitokea. Na hapa ndipo umuhimu wa kuelewa mambo ya rohoni au kuviangalia vitu kwa namna ya kiroho ni muhimu sana. Vitu vyote vina impact. Vitu vyote vina impact. Pengine nianze kueleza jambo hili, wana wa Mungu. Currency inayoitwa pesa, as money as money. Pesa ni currency yenye nguvu sana kwenye ulimwengu wa roho. Fedha ni currency yenye nguvu sana kwenye ulimwengu wa roho. Ninapozungumzia fedha, sizungumzii kwenye ulimwengu wa roho, physical money. As long as una shilingi 10,000 hapo, hiyo shilingi 10,000 au shilingi 100, fedha yote unayoiona physical. Spiritually, fedha ni currency yenye nguvu sana kwenye ulimwengu wa roho. Physical pesa ni kitu ambacho kinaweza kikatembea kwa umbali mkubwa. Sikiza kwa makini. Physical fedha ni kitu ambacho kinaweza kikatembea kwa umbali mkubwa kuliko kitu chochote kilichoko duniani leo. Fedha ulionayo leo, ukianza kutafuta ilikotoka mpaka ikafika kwenye mikono yako, utagundua ilipita maeneo mengi. Nataka upate picha ninayokueleza, kwa sababu kuna mahali naenda na hii picha. Nimesema fedha physical ina uwezo wa kuzunguka maeneo mengi sana. Kama una shilingi 1,000 hapo, ukianza kutrace imetoka wapi mpaka ikakufikia, utagundua kwamba ilishapita maeneo mengi sana. Kwa hiyo spiritually, kama vile ambavyo fedha ina uwezo wa kutembea maeneo tofauti, ina uwezo wa kusafiri sana, spiritually pia fedha ina uwezo wa kutembea maeneo mengi kuliko kitu kingine chochote kile. Spiritually fedha ina uwezo wa kutembea maeneo mengi kuliko kitu chochote kile. Fedha ina uwezo wa kufanya vitu vingi. Sikiza wana wa Mungu. Fedha ina uwezo wa kufanya, pesa kama pesa ina uwezo wa kufanya vitu vingi kimwili. Fedha inaweza inaweza ikaua, fedha inaweza ikanunua kesi, fedha inaweza ikanunua mtoto, fedha inaweza ikanunua afya. Fedha ina uwezo wa kufanya vitu vingi sana hapa duniani. Fedha ina uwezo wa kufanya vitu vingi sana hapa duniani. Vivyo hivyo fedha kiroho ina uwezo wa kufanya vitu vingi sana
kama inavyoweza kufanya hapa duniani. Upande wa giza wanaelewa umuhimu wa fedha. Upande wa giza wanaelewa umuhimu wa fedha na wana uwezo wa kuitumia fedha kufanya kitu chochote kile wanachokitaka. Fedha ina uwezo mkubwa sana. Fedha ina uwezo mkubwa sana kimwili na kiroho. Fedha ina uwezo mkubwa sana kimwili na kiroho. Wala Mungu, ni hatari sana pale ambapo fedha itatumika against you spiritually bila ya mwenyewe kujua. Ni hatari sana pale ambapo fedha itatumika against you spiritually bila ya mwenyewe kujua. Kwa taarifa yako, unaelewa kwamba mimi ni mmoja kati ya watu ambao wanachambua na kuelezea mambo ya rohoni sana. Kwa taarifa yako, fedha ina uwezo kubeba roho kiroho kuliko kitu kingine chochote kile. Fedha ina uwezo wa kubeba roho kiroho kuliko kitu kingine chochote kile. Manake spiritually kitu ambacho kinaongoza kwa kubeba roho, kwa kutransfer spirit ni fedha. Kitu ambacho kinaongoza kwa kutransfer spirit kiroho ni fedha. Kati ya kitu ambacho kiko sensitive sana, kati ya kitu ambacho kiko sensitive sana kati ya kitu ambacho kiko sensitive sana na roho kwenye ulimwengu wa roho ni fedha. Kitabu kile cha Mathayo 27:6 ni kuonyesha kitu ambacho watu wengi hawakielewi. Yote mwenye Biblia tafadhali, Mathayo 6. Nataka Mathayo 27:6. Nataka nikulete kwenye sosi kwa nini uliyumba kiuchumi. Kwa nini umeharibikiwa kiuchumi? Mathayo 27:6. Nataka nikulete kwa wana wa Mungu, vitu vingi vinavyoendelea sisi tunaviangalia tu kwa namna ya kawaida. Vitu vingi vinavyoendelea kwenye maisha yetu sisi tunaviangalia tu kwa namna ya kawaida, lakini trust me, kuna sababu kwa nini umeyumba kiuchumi. Kuna sababu kwa nini hali yako ya kiuchumi haiendi tena. Mathayo 27:6. Kama kuna mtu mwenye Biblia tafadhali niwekee ile andiko kwenye comments. Najua linasemaje, lakini ni kwa faida ya watu wengine wanaonitazama. Mathayo 27:6 ndio kile andiko. Fedha ni currency. Fedha, God bless you. God bless you. Mathayo 27:6 inasema hivi: wakuu wa makuhani wakavitoa vile vipande vya fedha, wakasema, si halali kuwekwa katika sanduku ya sadaka, kwa kuwa ni kimo cha damu. My goodness. Maandiko yanatuambia wakuu wakachukua ile fedha aliyoirudisha Yuda. Wakuu wa makuhani wakachukua ile fedha aliyoirudisha Yuda, wakataka kuiweka kwenye chombo cha sadaka. Wakasema hapana, haifai hii fedha kuwekwa kwenye chombo cha sadaka kwa sababu ina damu. Hawa wakuu wa makuhani walikuwa wanaelewa hivi kwamba kuna roho ilivaa zile fedha ambayo ilitokana na lile tendo alilolifanya Yuda Iskarioti. Kwa hiyo wakaelewa kwamba mtu yoyote yule ambaye angechukua ile fedha angepata matokeo ya wala wakuu wa makuhani wanasema hii fedha ina damu. Wana Mungu, watu wengi wanao struggle leo katika kwenye uchumi. Watu wengi wanao struggle leo kwenye uchumi ni matokeo ya wao kupokea kitu ninachokiita ni evil money. Ni matokeo ya wao kureceive kitu ninachokiita evil money bila wao wenyewe kujua kwamba fedha ina uwezo wa kubeba roho bila wao wenyewe kujua. Fedha ina uwezo wa kubeba roho bila wao kujua. Ndio maana unaweza ukakuta, niliwahi kumhudumia dada mmoja, alikuwa ni tajiri sana. Huyu dada alikuwa ni tajiri, akafanya mradi mmoja, alikuwa anauza madini, akafanya mradi watu waliokuja kununua biashara kwake, alikuwa na nyota madini. Watu waliokuja kununua biashara kwake wakampa fedha, akaikataa ile fedha. Ndani anasikia kabisa kataa hiyo fedha, lakini akalazimisha kuipokea ile fedha. Alipoipeleka kwenye account bank yake, wana wa Mungu, ndio mwanzo wa kuyumba kwake kiuchumi, na ule mradi na ile migodi aliyokuwa nayo ikarudi kwa wale watu waliokuja kununua kwake.
Wala Mungu spiritual kuna kitu kinaitwa evil money. Pesa ina uwezo wa kubeba roho kuliko kitu kingine chochote kile. Pesa ina uwezo wa kubeba roho kuliko kitu kingine chochote kile. That's why Mungu akielewa kwamba, nisikilize, ndio maana Mungu akielewa kwamba watu wengi wanao struggle leo kiuchumi ni kwa sababu hawajui siri na kukwambia. Mungu akielewa kwamba roho ina uwezo wa kubeba fedha, ina uwezo wa kubeba roho, fedha ina uwezo wa kubeba roho. Mungu akaelewa kwamba hujui pesa unayoipata inatoka wapi, hujui imebeba roho gani. Mungu akaelewa kwamba fedha ina uwezo wa kukubadilisha ukawa maskini. Akaamua kwamba ili kuisanctify, ili kuisafisha ile fedha unayoipokea isiwe tena ina roho, akasema itolee fungu la 10. Unapoitolea fungu la 10 unakuwa umeisanctify, umeisafisha ile fedha, umeitakasa ile fedha, ili zile roho zilizokuja na ile fedha aidha za kukuletea umaskini au za kusababisha uumie, uanze kulia kiuchumi. Ukitolea fungu la 10 maana yake umeisanctify, umeitakasa. Watu wengi wanaopita kwenye uchumi leo ni matokeo ya fedha ambayo tunaita ni evil money walioipokea, na kwa sababu hawakuwa na uwezo wa kuona katika roho. Ile fedha ndio inawatesa leo. Wala Mungu kiroho, fedha inaweza ikabeba umaskini. Kiroho fedha inaweza ikaleta magonjwa. Kiroho fedha inaweza ikaleta mauti. Kiroho fedha inaweza ikaleta kitu chochote kile. Mungu alielewa kwamba hii fedha ina uwezo mkubwa katika roho. Na kwa kulielewa hili, kwa sababu alielewa watu wengi walioyumba kiuchumi leo, sosi ni ninayozungumza leo. Watu wengi walioyumba kiuchumi leo, sosi ni hii niliyozungumza leo. You receive money, ulipokea fedha iliyokuwa ina roho bila wewe mwenyewe kujua. Uliunganisha fedha yako na fedha nyingine zilizokuwa na roho bila wewe mwenyewe kujua. Kama fedha ina uwezo wa kubeba roho, nisikilize. Kama fedha ina uwezo wa kubeba roho, kumbuka moja kati ya sosi ya watu wengi kuyumba kiuchumi ni kwa sababu walipokea fedha zilizokuwa na roho bila wao wenyewe kujua. Watu wengi walipokea fedha zilizokuwa na roho bila wao wenyewe kujua. Sababu ya pili, mimi nimeua nikapata fedha. Nimefanya biashara haramu nikapata fedha. Usichokijua kama nitaileta ile fedha kwako na ukaitumia, una receive. Imagine nimemuua mtu, nikamnyang'anya fedha, nimefanya biashara haramu, nimedhulumu duka la mtu, nimemdhulumu mfanyabiashara mkubwa, nikafanya hiki, nikafanya mambo yasiyo mema, nikachukua fedha, nikajipatia fedha kwa njia isiyokuwa halali. Ile fedha niliyoipata inakuwa imebeba roho ya kile kitu nilichokifanya. Kwa hiyo watu wengi wamejikuta kwenye laana hii ya umaskini, laana ya uchumi, kwa sababu hawakuelewa kanuni ya kiroho juu ya fedha. Hawakuelewa kanuni ya kiroho juu ya fedha. Many are struggling. Watu wengi wana struggle kwa sababu walipokea fedha bila wao wenyewe kujua kwamba fedha imebeba roho, na ndio wanapita kwenye mateso leo. Huyu dada nilikumbuka nikwambia fedha inabeba roho kwenye ulimwengu wa roho. Huyu dada nilikwambia anayumba kiuchumi leo. Anasema alilala usiku, akaota mjomba wake anampatia fedha. Alilala usiku, akaota mjomba wake anampatia fedha. Baada ya kumpatia fedha, akaniandikia message, mtumishi, nimeota mjomba ananitolea fedha, ananipatia fedha. Na baada ya kuipotea ile fedha, yeye akafikiri ni picha nzuri, akafikiri ni ndoto nzuri, akaitolea na sadaka. From that day hali yake ya uchumi kayumba. That means spiritual alikuwa anaambiwa kwamba kuna roho aliipokea kwa namna ya fedha. Inawezekana hizo fedha zilikuwa ni za ofisini, ilikuwa ni dukani. Alipokea hiyo roho kwa namna ya fedha, na mpaka leo anayumba kiuchumi. Ni wale watoto wanaolala wanaokota fedha. Ni wale watoto wanaokota vitu. Kuna vitu wanapokea kwenye ulimwengu wa roho, matokeo yake yanakuja kujidhihirisha kwa namna ya kimwili. It is my prayer. Kama somo hili Mungu amelileta kwako, it is my prayer. Kama somo hili Mungu amelileta kwako, ndio maana tuna kitu tunakiita money deliverance, ukombozi wa fedha. Tuna kitu tunachokiita money deliverance, ukombozi wa fedha. Hujui fedha uliyoipokea ilileta nini, hujui ilitoka wapi, hujui ilikuwa imebeba nini. Nimesema tumezungukwa na watu wabaya. Dunia ina watu wabaya, na kwa sababu tumezungukwa na watu wabaya, hujui wana nini.
Unaweza ukawa una duka, wewe ukafikiri watu wanafurahia ile duka lako. Una biashara, ukafikiri watu wanafurahia ile biashara yako. Una kazi inafanya vizuri, ukafikiri kila mtu anafurahia ile biashara yako. Ili kuua ile biashara yako au lile duka lako au uchumi wako, atakupatia fedha ambayo imebeba roho ya kukuua au kuua biashara yako bila wewe mwenyewe kujua. It is my prayer, kama uko chini ya sauti yangu na uchumi wako uliumbishwa kwa sababu ya fedha yoyote mbaya uliyoipokea, leo tukafanya maombi ya kuikomboa hiyo fedha. Nimesema ndio maana tuna kitu kinaitwa money deliverance. Money deliverance. Many people are suffered today. Many people are under bondage. Many people are inflicted. Watu wengi wana mateso leo kwa sababu ya fedha zilizopita mkononi mwao au fedha zilizopita kwenye benki. Many. Trust me. Watu wengi wanaolia kiuchumi leo. Watu wengi wanaolia kiuchumi leo ni matokeo ya fedha walioipokea au iliyopita kwao, iliyokuwa ina matatizo, iliyokuwa ina roho bila wao wenyewe kujua. Trust me. Trust me. Trust me. Trust me. Wana Mungu, kama huna jicho la kiroho la kuangalia vitu, kama huna jicho la kiroho watu wengi nyota zao zilizokamatwa ni matokeo ya fedha waliopewa. Mtu anaweza akakupa fedha lakini kwa lengo la kukamata nyota yako. Ameshaona nyota yako ya utajiri. Anataka, kumbuka nimekwambia currency ya fedha ni currency ya juu sana. Yenye uwezo wa kupitisha roho. Mtu anaweza, mtu amesha kuinda muda mrefu akakukosa. Akaona njia pekee ya kukukamata ni kwa njia ya fedha. Akakupatia fedha ukafikiri ni tendo jema. Kumbe ile fedha ilikuwa ina lengo, ilikuwa ina roho ya kukamata nyota yako. It is my prayer, if you are under of my voice, mahali popote pale ulipokamatwa kwa njia ya roho iliyokuja kwa njia ya fedha, iwe ni wewe mwenyewe ulijiunga na hiyo fedha au walikuunganisha bila kujua, in the mighty name of Jesus Christ, ukawa free. Be free. Ukawa free. Tonight is our night. Tonight is our night. I wish pia huyu dada ambaye anapita kwenye hali ya uchumi mgumu, kwa sababu namfahamu, I wish aone hii point leo, then aingie kwenye maombi, aombe kwamba ile fedha aliyoipokea kiroho ndiyo iliyomleta kwenye affliction, money affliction, hali ngumu ya kiuchumi. Hali ngumu ya kiuchumi. Hali ngumu ya kiuchumi. Hali ngumu ya kiuchumi. There is many, kuna watu wengi hapa, nasikia roho akiugua ndani yangu na akilia. Nasikia roho akiugua ndani yangu akilia, anaugua kwa mzigo. Wengi wenu mnaonifuatilia hapa, hiyo sio hali yenu ya uchumi, na ni matokeo ya kutegwa. Asenga, that is not asenga. Mungu ananiambia hiyo sio level yako ya uchumi. Asenga, Mungu ananiambia hiyo sio level, hiyo sio level yako ya uchumi. Something wrong with you. Roho anaugua ndani yangu, analia ndani yangu. Roho analia ndani yangu kwamba watu wengi hapa wamekamatwa kwa njia ya roho zilizoingia kwa njia ya fedha. Wengi wenu. Nimesema tuna kitu tunakiita money deliverance. Wakati mwingine Mungu alielewa kwamba una roho ya umaskini ambayo iliingia kwa njia ya fedha. Nimesema akakuleta uanze kutoa fungu la 10 ili aitakase ile fedha yako. Wewe ukajikata. Nataka kama unanisikia na upo sehemu ambao unaweza ukainua sauti yako ikapita sauti zote, useme kwa jina la Yesu, mahali popote pale fedha yangu ilipotumika au fedha yoyote ilipotumika na kuingiza roho zilizonisababisha nianze kulia kifedha, leo ikawa mwisho. Sometimes you need that eyes. Unahitaji hayo macho.
If you believe I am a man of God, na unaamini kabisa kwamba neno hili limekuja kwako, Mungu ameliachilia kwako, na ukaona kabisa kwamba ndani yako pengine ni fedha imekuleta kwenye ugumu. Achana tu hata kuona. Nimesema kuna wale watu wanaokota fedha. Unaota unapewa fedha. Maana kama unapewa fedha, kuna roho zilikuwa ndani ya hiyo fedha ambao hukuiona. If you believe hili neno limekuja kwa ajili yako. If you believe hili neno limekuja kwa ajili yako. Mungu alikuwa amemlenga huyu dada. Na unasema na mimi naona sio huyu dada tu, ni mimi pia nilikuwa nimelengwa. If you believe. Na nataka ufanye tendo la imani. Nataka ustep into, tutoke kwenye ulimwengu wa kawaida, tuingie kwenye ulimwengu wa roho, step kwenye ulimwengu wa roho. Nataka utoe sadaka kwa imani, umwambie Mungu, nakomboa fedha yangu mahali popote pale ilipokuwa imekamatwa, au nakomboa uchumi wangu mahali popote pale ulipokuwa umekamatwa, kwa njia ya roho zilizokuja kwangu, kwa njia ya fedha ambazo ni evil money. Nataka uingie kwenye kiwango hicho cha imani. Mimi sijui ujumbe Mungu ameuleta kwa ajili ya nani. Sijui amemlenga nani. Lakini just do it. Watu wengi wanasafa kwa sababu ya kuto kuyajua mambo ya rohoni. Watu wengi wanasafa. Kuna watu wanapoteza fedha kila siku. Anapata fedha hajui zinakokwenda. Anapata mshahara hajui unakokwenda. Ni kweli anafanya kazi, anang'ang'ana kufanya kazi, anapata mshahara lakini hajui unakokwenda mshahara wake. Hata akikaa mwisho wa mwezi akipiga mahesabu, mshahara unakwenda wapi hajui. Ni kwa sababu ya evil money unayo receive. If you trust me, kama unaamini, waaminini watumishi wangu wa manabii nanyi mtafanikiwa. Kama unaamini, nataka ulete mwisho kwamba sitafanya tena kazi ya hasara. Kuna watu kila siku ni watu wa hasara. Kila siku ni watu wa kupoteza fedha. Kila siku ni watu wa madeni. Wana wa Mungu, trust me, kupitia fedha tunaweza tukaingiza roho ya madeni kwako. Kupitia fedha tunaweza tukaingiza roho ya madeni kwako. Ninaweza nikatumia fedha nikasababisha upite kwenye madeni. Nataka kama unamwamini Mungu, kamata sadaka yako, mwambie Mungu una deni. Kamata sadaka yako, mwambie Mungu, najua umezungumza na mimi. Najua kwamba hili deni sikuwa nalo. Nimejikuta ni mtu wa madeni kwa sababu ya fedha iliyotumika kunileta kwenye madeni. Mwambie Mungu, kupitia sadaka hii nina cancel madeni yote yaliyoingia kwangu kupitia sadaka. Watu wengi mko chini ya utumwa wa madeni kwa sababu ya fedha. Just do it. Ukituma nataka step kwenye nimesema ni step ya imani. Nataka step kwenye step ya imani. Mwambie Mungu, Heaven Light, if you are here, my daughter, you are suffering. Heaven Light, my daughter, you are suffering. Mungu ananiambia this is your season. Hii ni family spirit. This is your season. Nisikilize, nataka nisikilize. Kuna level nyingine inaitwa ni prophetic. Nisikilize, if you are under my voice, na unaelewa kabisa unasafa kiuchumi, mwambie Mungu, nataka leo iwe ni mwisho. If you are under my voice na unajua unateseka kwenye eneo la uchumi, haukuwa hivyo, mwambie Mungu, nataka leo iwe mwisho. Mwambie Mungu, kupitia sadaka hii ninayoitoa, ninakomboa kila pesa yangu iliyokamatwa kwa njia ya fedha. Ninakomboa kila fedha ambayo niliyoipata ikaleta matatizo ya kiuchumi kwenye maisha yangu. Just do it. I know, najua kile ambacho kinakwenda kutokea. I know. Inua kiwango chako cha imani. Just do it. Wana Mungu, sacrifice. Ifike mahali uamue kujisacrifice. Pale ambapo unaelewa kabisa kwamba huyu ni Mungu anazungumza. Ifike point uamue kusacrifice. Nisikilize, somebody account yako ya dola imefungwa. Mpaka sasa huna access tena na hiyo account.
Sijajua ni nani. Na mpaka ufikie kwenye level ya kuweza kufungua akaunti. Kuna mtu Mungu ananiambia akaunti yako ya dola imefungwa. Mpaka ufike kwenye kiwango cha kuweza kufungua akaunti ya dola. That means kulikuwa kuna nguvu ya international ilikuwa kwako. Somebody, if you are here, akaunti yako ya dola imefungwa sasa. Hiyo akaunti ni imekuwa blocked. Sijajua nani Mungu anazungumza na mimi. Hiyo account imekuwa blocked. Hiyo account imekuwa blocked. Na with amount ndani. Somebody. It's me papa, imefungwa. God bless you. Yes, nimesema Mungu anazungumza. Huyu ni Ingrida, anasema account yake imefungwa. Yes, Mungu anasema kuna somebody account yake ya dola imekuwa blocked. Just do it. Huyu ni Ingrida, just do something. Mwambie Mungu kupitia sadaka hii. Wana Mungu, vitu vingi vinavyoendelea ni matokeo ya vitu vilivyoendelea kwenye ulimwengu wa roho ambavyo hatuvioni. Magnetic, nisikilize. Magnetic, you are about magnetic. Naona uchumi wenu ukifunga kabisa. Magnetic, naona uchumi ukifunga kwa sababu ya ndoa. Magnetic, naona uchumi ukifunga kwa sababu ya ndoa. Magnetic, naona uchumi ukifunga kwa sababu ya ndoa iliyoko mbele. Magnetic, naona uchumi ukifunga kwa sababu ya ndoa iliyoko mbele. Just do something. Naona hii ndoa ikipita kwenye hali ngumu sana ya uchumi. Na ni kitu ambacho kimeshaanza kureveal sasa. Ni kitu ambacho kimeshaanza kujionyesha sasa. Watu wengi wako chini ya kifungo hiki. Watu wengi wako chini ya kifungo hiki cha fedha. Watu wengi wako chini ya kifungo hiki cha fedha. Sijajua ni nani Mungu anataka kuzungumza naye, lakini nimesema just do it. Just do something. Imani, tunaposikia imani tunaingia kwenye matendo. Nataka ni end hapa. Lakini nitaendelea tena na somo hili. Usiache somo hili liwe hanging. Nimesema unaona umeyumba kiuchumi, umefanya maombi yote imeshindikana. Tuna siku tuliopewa. Tuna maelekezo tuliopewa. Immediately ingia kwenye account yako. Mwambie Mungu, nakutolea fedha hii kwa ajili ya kukomboa uchumi wangu. Nakutolea fedha hii kwa ajili ya somebody you have. Mtu mmoja uko na nguvu kubwa sana ya kusaidia familia yako. You are very rich kwa level ya kusaidia familia yako. Lakini baada ya unaokota fedha, somebody ninazungumza nawe, uko na uwezo mkubwa sana wa kusaidia familia yako. Mungu amewekeza utajiri kwa ajili ya kusaidia familia yako. Lakini baada ya unaokota fedha kwenye ardhi, ule umaskini wa kifamilia ukakuingia. Somebody. Mimi sijui kwa nini nimeleta hili somo. Sikuwa nimejipanga kabisa kuzungumza hili jambo. Nataka wale wanaonielewa, wale wanaonifahamu. Nimesema ingia kwenye akaunti yako. Ingia kwenye simu yako. Tuma sadaka kwa ajili ya kukomboa, ile fedha. Kwa ajili ya kukomboa ile fedha. I want to end here. Kuna watu nimewataja. I want to end here. Nataka kila mmoja aliyesikiliza somo hili. Just do something. Hakikisha unaenda kutuma fedha kwa ajili ya kukomboa uchumi wako. Just do something. Nambari ya kutuma sadaka yako kwa ajili ya maombi special.
ni 0764 20 58 71. 0764 20 58 71 ni nambari ya M-Pesa. Jina litakuja Emmanuel. Just do something. Just do something. I wish pia, kwa sababu nitashare ujumbe huu kwenye posti zangu. Tagi mtu, hujui Mungu anamlenga nani. Saidia watu wengine, hujui Mungu anamlenga nani. Wakati mwingine kuna watu wanalia kwa habari ya uchumi, wamefika mwisho, lakini Mungu anataka kuwakomboa kwa namna hii. God bless you. God bless you. Mimi kazi yangu ni kuombea zile sadaka zako leo. Kazi yangu ni kuombea ile sadaka yako. Nitaiombea ile sadaka yako. Mungu akubariki sana. God bless you. God bless you. Ingia kwenye hatua ya imani. Imani bila matendo haifanyi kazi. God bless you. Mungu awabariki sana.